Bana, mbali na hilo tuwatazame wekundu wa Msimbazi Simba. Kama ambavyo nafahamu na wao wapo kule visiwani Zanzibar na michuano ya Kombe la Muungano inaendelea hii leo, wao wakiwa wahusika pia, ambapo wababe hao wa Msimbazi kwa maana ya Simba Sports Club wao wataikabili Mafunzo FC leo majira ya 2:30 usiku kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Simba iliwasili visiwani Zanzibar jana na kufanya mazoezi yake ya mwisho tayari kwa mchezo huo wa robo finali. Makocha wa timu zote mbili wamezungumza kuelekea mchezo huo. Coach, ninapokutana na miongoni mwa wapinzani wagumu, lakini pia ni miongoni mwa wapinzani ambao wamekuwa kwenye njaa ya mataji. Wewe kama mwalimu umejiandaa vipi kwenda kumkabili mnyama Simba? Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika siku ya leo salama usalimini. Kikubwa kwamba tumejiandaa vizuri kama timu ya mafunzo, nia na mazumuni kuweza kufika hatua ya juu. Ni lengo na mazumuni kwamba tufike juu ili na sisi tuweze kutengeneza historia mpya katika timu yetu ya mafunzo. Kwa hiyo tunajua kwamba tunakutana na timu kubwa yenye wachezaji wakubwa, lakini sisi kama timu ya mafunzo tuna approach yetu katika mechi ya kesho tukijaliwa panapo hana uzima, na tumejiandaa vizuri. Tunajua kwamba Simba ni timu kubwa na tutaiheshimu kwa vile wana ukubwa, lakini na sisi tumepata fursa ya kukutana na Simba kwa sababu tuna wachezaji vijana ambao kila mtu ana shauku na ya kuweza kupata nafasi ili aweze kutoka kuweza kucheza timu kubwa. Kwa hiyo ni jambo jema kwetu kama timu na kwa wachezaji wamepata shauku kubwa kwa vile tunacheza na timu ambayo kiupande fulani sisi hawatufahamu sana, lakini sisi ukiangalia tunawafahamu vizuri, na ukiangalia kila aina mchezaji anajua kwamba mimi position yangu nakutana na mtu aina fulani. Kwa hiyo ni jambo jema kwetu na wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo kupambana kuhakikisha tunapata matokeo na tunaenda hatua inayofuata. Karibuni waandishi wa habari kwa maswali. Kocha, kwa msingi kuna wajibu vipi wachezaji wako kuhakikisha kwamba kesho wanakwenda kuonyesha confidence kwamba kikubwa kwamba toka tunaanza maandalizi ya mchezo wa Simba kila mtu tumemtoa hofu kwa ajili ya mechi, kwa sababu tunao senior timu ambao tayari washacheza mashindano makubwa, tuna underdog ambao bado hawajacheza mashindano makubwa. Kwa hiyo tumeondoa hofu, kila ina mchezaji ajione anacheza mechi asiwe na wasiwasi, kwa sababu ni fursa ya kuweza kufanya vizuri ili mtu aweze kupata timu ambazo zilizokuwa zenye mahitaji mazuri zaidi kuliko timu ya mafunzo, kwa sababu mpira ni ajira, mpira ni fursa, una timu mpaka nje, mashindano makubwa yanaonekana. Kwa hiyo kila mchezaji ana shauku na hawatakuwa na wasiwasi aina yote kwa ajili ya mchezo. Safi kabisa. Kesho mnaenda kucheza na Simba Sport Club ambayo ni timu kubwa ambayo na wachezaji wengi sana, ni experience wachezaji na quality yao kubwa. Pengine tutegemee kesho kuna mabadiliko yote ya kimbinu kwenda kwa kabisa Simba Sport Club. Unajua kila mechi na approach yake, na sisi tunacheza na timu kubwa, kwa hiyo timu kubwa unatakiwa lazima uheshimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna mikakati yetu, lakini kikubwa kwanza la mwanzo lazima tuwaheshimu kwamba tunacheza na wakubwa zetu. Kwa hiyo lazima tutakuwa tushaandaa game plan yetu ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo sisi kama timu tutawaheshimu kwa vile tunacheza na wakubwa, na mikakati kila kitu iko sawa. Kwa hiyo kikubwa ni wachezaji kwenda kuhitimisha majukumu ili kila kitu ambacho tulichokipanga kiende katika usahihi ambao tunautarajia inshallah. Swali la mwisho. Tumsikize mchezaji. Bwana Rashid, kuna mchezo wa kesho ni miongoni mwa michezo migumu kwa upande wenu. Wewe kama mchezaji, lakini pia mkikaa vyumbani, naongea nini kuna mnaenda kuwakabili Simba kwa namna ya tofauti? La kwanza nishukuru Mungu kwa kufika sehemu hii salama, ingawa kuna changamoto mbili tatu za kutoka, lakini changamoto za kawaida ambazo tunaona maendeleo ya Mheshimiwa Rais kwa sababu barabara tunajua kwamba ni maboresho. Kwa hiyo pia naye tunashukuru Mheshimiwa Rais. Lakini kingine kwamba niwashukuru nyinyi mliokuwa hapa kwamba kutenga muda wenu ili kuuliza hapa na kuchukua dondoo mbili tatu. Hii tulilijua kwamba tutakutana na wapinzani wetu wagumu kwa sababu hii ni ligi ya muungano. Maana yake ligi ya muungano ni timu 4 bora. Na hii ni kwamba ni sio kwamba mwizi wa fadhila, kwamba ni ligi ya muungano waandaaji wake ni wako honest, maana yake kwamba vipi, maana yake nakusudia kwamba
timu 3 au 4 zitakuwa ni washiriki wa ligi ya Muungano. Kwa maana yake toka mwanzo kwamba tumeweka target yetu ya kwanza, maana yake kwamba tumejua kwamba sisi tumo. Kwa hiyo maana yake kwamba cha kwanza hii tufanye, ikaja plani, kwa sababu target bila plani haiji. Maana kwa plani tumepanga, mwalimu atufundisha toka mwanzo, maana yake ingawa kwamba tupo katika ligi kiasi kwamba hatufanyi vizuri, lakini target tumeweka kwamba tuje kuchukua ubingwa katika ligi hii. Vile vile kwamba kuna strategy, kwa maana yake kwamba huwezi kusema kwamba tumejiandaa vipi, kwa sababu kila mmoja na mbinu zake, kwa sababu ukisema uuza mbinu vitani, maana yake unaweza kushambuliwa. Kwa hiyo maana yake zipo mbinu, lakini ingawa hivyo vile vile kwamba tunajua kwamba tunakutana timu kubwa kama nilivyosema, timu kigingi, vile vile kwamba tutatumia uzoefu wao, kwa sababu mpira siku zote unasema, kwa definition moja mpira nasema football is a game of mistake. Mpira ni mchezo mmoja wa makosa. Kwa maana sisi ingawa kwamba sitokuibia siri zote, lakini ndio kwamba tutatumia ile makosa yao kubadilisha kuwa magoli. Baada ya kumsikia wachezaji, tukaribishe maswali. Naitwa Gharib Mzinga kutoka Azam TV. Swali langu kwa mchezaji wa mafunzo, kuna dhana ya timu za Zanzibar kutofanya vizuri za kukutana na timu za bara, na dhana hiyo tayari katika mashindano haya imeanza kuonekana. Kwa maana ya jana mpinzani mmoja wa Zanzibar amemaliza mwendo, kwa maana ya mwendo makundi, zimebakia timu 3 huku bara zimebakia timu 4. Hii mnakwenda pia kucheza na timu ya bara, kwa maana ya Simba, timu ambayo mwaka juzi walikuwa mabingwa, bali mwaka jana hawakushiriki. Mnawahakikishia nini wapenzi wa mafunzo kama wawakilishi wa PBZ Premier League kwamba kuna kitu gani special ambacho mmekiandaa, kwamba hii dhana haitakuwa kwa upande wenu, hii mnaweza kumtoa timu kutoka bara? Is not football, the result will continue expected. Si mpira ikiwa matokeo watu wengi watavyokuwa wanataka yawe, na akawa huu utakuwa si mpira. Kwa hiyo kweli some of our fan are disappointed, yani umekata tamaa. Kwa hiyo kweli kutokana na mwendelezo wa ligi yetu, vile vile kwamba kukutana na timu kubwa kama ulivyosema kwamba mwaka jana Simba alikuwa katika nafasi hiyo, maana yake inasudia kweli hilo lipo, lakini kama nilivyozungumza mwanzo kwamba kitu chochote maana yake mwanzo kabisa huwa ni maandalizi, na sisi tulijua kwamba tumetumwa kwenye ligi ya Muungano. Kwa hiyo natoa wasiwasi kwamba tutafanya vizuri, kwa sababu toka mwanzo ni target yetu kwamba sishajua kwamba sisi cha kwanza tumetumwa. Kwa hiyo mwalimu alimetoandaa vyema kuhusu swala hilo, kwamba kutoa wasiwasi na kuandaa mazoezi ya kutosha kama kwa kebeli wachezaji wa Simba. Kwa hiyo maana yake washabiki wasikate tamaa, na washabiki naomba kwa maana yake wahudhurie kwa wingi kabisa uwanjani, waje burudani maana yake. Swali lingine kwa mchezaji. Sorry? Kukutana na mpinzani wa aina ya Simba, unachukulia kama advantage kwenu? Ni sahihi kabisa mwandishi wa habari. Swali zuri kabisa, maana yake kwamba ligi yetu kwa kweli kama alivyozungumza mwanzo, kwa maana kwamba ni changa, kwamba si kila mechi itaonyeshwa kwenye chombo cha habari. Kwa hiyo kukutana na mpinzani kama Simba, hii kweli kwetu si ni advantage kubwa sana, kwa sababu kila mmoja maana yake alichokuwa nacho ataonyesha, kwa sababu sifikiri kwamba wewe unataka siku zote kwamba wewe una moja, unataka uwe na 2 ili usige mbele. Kwa hiyo kukutana na mchezaji wetu kama Simba, sisi ni advantage kubwa sana na tunajivunia. This is a benefit. Sana mwisho. Kama hakuna, tutakie umoja ya hapo kesho. Nashukuru. Haya, wakati natazama jezi ya mafunzo nilikuwa najiuliza maswali mengi mwenye, mbona kama inafanana na Tanzania Prisons? Kwa hivyo bahati nzuri bwana, niko na ndugu zangu hapa, kanaambia lakini hivi magereza kwa Zanzibar ndo mafunzo sio? Chuo cha mafunzo. Basi ndio maana wanafanana jezi. Jela. Wenda jela. Unapunguza ukali wa maneno. Unaenda kwenye chuo cha mafunzo. Hamna, pale inaitwa rehabilitation center. Kwa sababu kule si mtu anabadilishwa tabia kaka. Kule ni rehabilitation center. Wasema nenda jela bwana. Si unaenda kubadilishwa tabia kule ili unyoke wewe. Chuo cha mafunzo, kule ni kwenye mafunzo. Kwamba wanakutoa kutoka kuwa Michael Yela kuwa mtu ambaye amenyoka. Mtu wa maana. Huko unakuwa nani? Huku si ndio jeshi la magereza. Ukifungwa unaenda wapi? Unakuwa unaenda jela. Unakuwa mfungwa.
gerezani. Ndio maana wanafanana jezi na Tanzania Prison, ndio maana wanakuwa wananivuruga. Kule inaitwa mafunzo Kwa ni Zanzibar. mafunzo. Unarahisisha sasa. Unarahisisha kazi. Unaenda jela. Kwamba ni mfungo. Wewe unakuwa tena mwanafunzi wa chuo cha mafunzo. Wewe sio mwanafunzi. Wanakufunza tabia. Bwana, ukitazama jezi zao zinafanana na Tanzania Prisons, kwa hivyo ndio maana tulikuwa tunajiuliza haya maswali, lakini nimepata majibu. Tanzania Prisons huku, kule chuo cha mafunzo. Tumesikia mateso kaka. Mambo magumu hayapendi. Jela anarahisisha. Ukijaribu kuangalia ama ukisikiliza kwa umakini kinachozungumza na mwalimu pamoja na mchezaji wa Mafunzo FC, neno tutawaheshimu limejirudia mara nyingi sana. Kucheza kwa namna ambayo tayari wameshakubali kuwa kama timu ya pili dhidi ya Simba, itatupa mechi ya aina gani hii leo? Bila shaka itakuwa ni mechi ambao wao wataingia na tahadhari zaidi, na inawezekana wakawa wanajua uhatari ambao Simba wako nao kwa kiasi kikubwa. Staili pia kucheza ambayo Simba amekuwa nayo kwa siku za hivi karibuni imekuwa ni staili ambayo inaweza ikatisha wapinzani wengi ambao wanakutana nao kwa Mafunzo. Wao pia kuwa na hiyo nafasi ya kwenda kucheza dhidi ya Simba, ina maana wanajua daraja la Simba liko mbali. Form wise Simba pia ameonekana kuwa na form ambayo imekuwa nzuri kwa siku za hivi karibuni. Wakitoa sare inawezekana ni story nyingine ambayo inatakiwa kuzungumza sana. Kwa hiyo ni timu ambayo inakuogopesha pale ambapo unaenda kukutana nao. Kwa hiyo kwa wao maandalizi yao yatakuwa yanategemea zaidi kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuwa na mkakati mzuri wa kuizuia Simba Sports Club kuliko vile ambavyo wanaweza kaingia na kupishana na Simba kwenye nyakati nyingi za mechi. Inawezekana ikawa wametrain zaidi kuwa na namba kubwa ya wachezaji kwenye eneo la kuzuia, lakini namba ya wachezaji ambao wanaweza pia kuwajibika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na namba kubwa ya wachezaji nyuma ya mstari wa katikati kwa maana kwenye eneo lako, lakini uwajibikaji wao utakuwa ni wa namna gani ambao utakufanya kukivuna kile ambacho unatamani kukipata kwa siku husika. Ukijaribu kuangalia kwa Simba Sports Club ambao Mafunzo wamesema kwamba wataenda kuheshimu zaidi, unaenda kuheshimu nini hasa kutoka kwa Simba? Unaenda kuwazuia zaidi kwenye maeneo yepi ili wasikupe uhatari kwenye kukufunga? Bado haujajua pengine kikosi ambacho Simba wataingia nacho, lakini kuna zile tabia za timu unaoenda kucheza nazo, huwa wanavyofanya wanatengeneza mashambulizi zaidi kupitia sehemu gani, wanavyozuia timu ina tabia gani, bila kujalisha mchezaji gani ambaye atakuwepo kiwanjani. Hilo ni jambo ambalo wao wanatakiwa kulizingatia zaidi katika hiyo heshima ambayo watakuwa naweka. Kwa hiyo heshima moja hapo ni pamoja na kujua pia uimara na udhaifu wa Simba ili tuweze kudili nao vizuri zaidi kwenye hilo eneo. Maeneo ambayo Simba amekuwa na hatari kwa hivi sasa ni pamoja na eneo ambalo wanacheza wale wachezaji kutoka kwenye mstari wa katikati kwenda kwenye na kushambulia. Maana yake ni kwamba kama hawa ndo wachezaji hatari na mara nyingi wameonekana kuwavuruga hata wapinzani ambao wanakaa kwenye low block, kama ambavyo walifanya kwenye mechi dhidi ya Dodoma ile ya pili, achana ile ya kwanza. Ile mechi ya pili walipata majibu sahihi kwamba kipindi cha kwanza uliona Dodoma alikaba vizuri, lakini second half wakaruhusu magoli matatu. Maana yake ni kwamba kama timu iliweza kupata majibu kwenye kile ambacho wapinzani waliweka, sio kwamba Dodoma kuweka nidhamu. Kuna nidhamu ambayo aliweka, sasa walifanikiwa. Kwa hiyo wao wanaweza katembea na script kwamba okay, mechi ya kwanza Dodoma ilikuwaje ile ambayo ilitoa sare. Mechi dhidi ya TRA walifanyaje TRA wakapata sare. Kwa ndo maeneo ambayo hiyo heshima ambayo anaizungumza wao inatakiwa kuwepo zaidi kwa sababu ya daraja ambalo Simba ameshaliset. Lilian. Nabe. Simba kucheza dhidi ya Mafunzo ni habari. Lakini Simba kucheza dhidi ya Mafunzo angali tayari anajua ama ana taarifa kwamba kutakuwa na Dar es Salaam Derby, kwa maana ya wa mahasimu wake wakubwa Azam pamoja na Young Africans watakutana siku chache zijazo. Ni habari ya kusisimua kwake. Habari zaidi. Ni kwa namna gani habari hiyo inawachongea Mafunzo leo? Inawachongea kwa sababu ya quality of players ambao Simba wako nao. Ukienda kwa mchezaji mmoja mmoja Mafunzo na wachezaji wa Simba ni two levels different. Kuna namna ambavyo Simba wameweza kupiga hatua kubwa sana. Kwangu mimi mechi natazama kuona namna gani ambavyo Mafunzo wataingia kucheza. Wamesema wanawaheshimu Simba, maana yake wako tayari kuingia kama timu ya pili kiwanjani. Kwa jinsi ambavyo mimi kama mfuatiliaji wa ligi ya Zanzibar,
mara zote sijawahi kuona timu ya Zanzibar ambayo inakubali kukaa nyuma. Na sheria ya kwanza ya timu ambayo inakuwa second team, maana yake inacheza nyuma zaidi huko inashambulia kwa kushtukiza. Na ukitazama ni kwamba Simba anafahamu wao wakiweza kutoka dhidi ya Mafunzo, anasubiriwa timu nyingine za finali, nusu finali ya pili, kwa sababu anajua kabisa kwamba nusu finali ya kwanza ishafahamika. Anacheza ni either kati ya Simba, anacheza kati ya Yanga au Azam. Anafahamu kabisa kwamba mimi nikienda nusu finali, opponent wangu ni either mtani wangu wa jadi Young Africans au mtani wangu katika Mzizima Dabi. Kwa unaona sasa ugumu ambao upo. Na anarejea katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mimi na Azam shakutana mara hizi mara mbili. Na katika hizo mara mbili nimeondoka na alama hii moja. Na Mapinduzi alinipasua. Umeona sasa hivyo? Akaenda kwa Young Africans, anaangalia kabisa, anaona Young Africans kwa miaka hivi karibuni sijawa na matokeo mazuri dhidi ya Young Africans. Na msimu mechi ambayo nilikutana naye kwenye ligi, tuligawana sare ambayo niondoka na alama moja na yeye alama moja. Maybe inawezekana ikawa ni sehemu moja hapo yeye kwenda kujiuliza kwa namna gani ambavyo anatafuta alama, anatafuta ushindi dhidi ya hizo timu mbili, kwamba mimi niende katika hatua ya nusu finali. Nimtazame ni nani ambaye anaanza naye nusu finali kati ya Singida ambaye anaanza na Mlandege au Mlandege. Kwamba sasa hapo nakutana na Singida, nikimaliza huku ndo natazamia ni nani ambaye anaenda kukutana naye katika upande wa finali. Afahamu kabisa kwamba ni finali ambayo ina ugumu wake. Ukiangalia kwamba msimu kwenye mechi za mtoano, Simba amekutana na Young Africans kwenye ngao ya jamii. Yanga akapata ushindi. Alafu Simba huyo ameenda kukutana na Yanga na Azam kwenye Mapinduzi. Azam apanda ushindi katika mechi za mtoano. Kwa maybe inawezekana ikawa ni sehemu ya kwenda kujiuliza kwake. Michael Yera. Unajua raha ya hizi timu za Kariakoo na Temeke ama watoto wa mjini, watoto wa Dar es Salaam. Hawa hata wawekee kombe la mbuzi huwa wako serious sana na maisha. Pindi wana yani mlani tu wakiwa wanakutana wao. Hata wawekee kombe la mbuzi wako serious sana na maisha. Hata bila kombe, hata bila kombe, maana mechi ya kirafiki. Ndio maana zingine zishapoteaga mtani jembe si na zote, kwa sababu mechi ni ya kirafiki lakini watu wanakuwa serious sana na maisha. Najaribu kuangalia namna ambavyo ama dalili, kwa sababu ugumu ukijaribu kumtazama Mafunzo hazungumzwi sana dhidi ya Simba, na Simba wamewasili jana jioni, kwa hatujapata pia wasawa kuwasikia kwa sababu wamewasili Zanzibar jana, wao unajiona wako na session ya mazoezi. Lakini ukijaribu kuangalia unaona hizi dabi kubwa tukazishuhudia hivi karibuni back to back, ama Mafunzo wanaweza waka surprise, kwa sababu kama Simba atatoboa hapa atakutana na kizingiti kingine, nadhani itakuwa ni cha either Singida au Mlandege. Mlandege ambaye pia amewasurprise wengi kwenye Mapinduzi. Lakini pia kama atatoboa zaidi mbali, basi huenda tukashuhudia matatu kati ya haya. Mzizima Dabi, Dar es Salaam Dabi ipo tayari. Kariakoo Dabi, na sasa kinachonifanya nione mjadala mzito zaidi hapa, kama tutashuhudia Kariakoo Dabi Zanzibar kwenye muungano, maana yake tutashuhudia Kariakoo Dabi mbili ndani ya kipindi ambacho hakizidi wiki mbili, kwa sababu tarehe 3 pia kulikuwa kuna mechi nyingine. Kuna namna inaongeza uzito hii. Hizi zitakuwa back to back, kwa sababu tuna Dar es Salaam Dabi kesho kutwa. Kama itatokea tukawa na Kariakoo, tena Kariakoo tarehe 3. Amenikumbusha msimu uliopita tulishuhudia El Clasico zaidi ya 4, unakumbuka? Wamecheza sana El Clasico msimu uliopita. Tumeshuhudia El Clasico 4 na zote ndani ya kipindi kifupi, na zote Madrid kapasuka. Madrid akapasuka. Ile ni Madrid. Watamu hapo. Kuna namna hii inaongeza msisimuko wa michuano, ama unaona pia Mafunzo ama Mlandege au Singida wakitibua hiyo? Kwa Mafunzo inawezekana, sababu ni mpira wa miguu, natakiwa kupa hiyo heshima kwamba mpinzani naye unatakiwa kumpa nafasi ya kufanya vizuri, lakini unaweza kuona kwenye analysis vitu vingi vinaweza vikawa vipo against Mafunzo. Kwa maana ya pengine daraja ambalo wako nalo, namba ambazo zimepatikana kwenye ligi yao tu ambayo anacheza mpaka sasa hivi, nafasi ambayo pia anaishika Mafunzo kwenye ligi bado sio nafasi kubwa hivyo. Ukiangalia kwenye msimamo kwenye nafasi ya 9 huko, ukiangalia Simba huku
amewaka sana, na pengine anataka hata ubingwa wa ligi kuu, kwenye ligi ambayo unaweza kusema level ushindani pia ni tofauti. Ndio maana naona Simba bado yuko kwenye nafasi pengine ya kufanya vizuri zaidi dhidi ya Mafunzo. Inawezekana kwenye matamanio ya mchezo hizi mechi za dabi, matamanio yanaweza kawa yako hivyo. Ndio maana naona hata zile njia za kuelekea kwenye fainali au kuona kama kuna sehemu ambayo watakutana hapa katikati. Njia imetengenezwa kwamba nyinyi kitokea kila mtu kafanya vizuri kwenye njia yake, tutakutana tarehe 29. Naona kama kuna dalili hawa vibopa hawa tukashuhudia dabi kubwa sana hapa katikati hapa, kama mambo yataenda kila mmoja alivyopanga, lakini dabi nyingine Zanzibar. Yes, lakini wakati huo ni wakumbushe kwamba Mlandege alitikisa misimu miwili hapa ya Mapinduzi Cup, kwa hivyo naye ana ujumbe wake mzito anataka kuwapa. Mbali amefunga Singida kwenye fainali ya Mapinduzi. Kwa hapa kama Singida anataka kulipa kisasi, ndio hapa muda huu hapo. Nakumbuka ile Mlandege ilikuwa na watu akina Alonso. Alonso.